Karibu katika simulizi ya hadithi ya maisha ya Juma Lokole, mwanamitandao huyu ambaye anajulikana kama influencer, anayemiliki app yake katika mtandao wa Play Store, ambapo app hiyo ni mahususi kwa ajili ya kutoa habari za umbea, udaku. Kufuatia wasanii na mastaa mbalimbali katika mtandao wa Instagram, amekuwa akihamasisha watu kulipia app ile ya Juma Lokole kwa ajili ya kupata hizo exclusive. Hivi leo nitaenda kusimulia simulizi yake ya maisha yake. Ametoka wapi, ni wapi alipozaliwa, mpaka hivi sasa alipofikia. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV. Subscribe channel yetu ili uwe kwanza kupata update zetu kila wakati na kila muda pale pindi zinapotoka kila wakati. Kulikuwa na kijana mmoja alizaliwa na kipaji cha kuzungumza, kupambanua na kusema yale yote ambayo wengi huogopa kuyasema hadharani. Kijana huyo jina lake ambalo aliitwa Juma Haji Lokole. Kwa wengi leo anajulikana kama Juma Lokole, mwana mitandao, lakini safari yake haikuanza kwenye umaarufu, bali kwenye maisha ya kawaida yaliyojaa juhudi, ndoto na mapambano. Juma Lokole alizaliwa tarehe 25 Machi ya mwaka 1988 nchini Tanzania. Alikulia katika mazingira ya kawaida sana, akiwa kijana mwenye ndoto ya kujitegemea na kujitafuta na nafasi kwenye jamii. Tangu akiwa mdogo alionekana kuwa na uwezo wa kuongea kwa ujasiri na kuchambua mambo kwa mtazamo wake binafsi. Kuhusu elimu yake, Juma Lokole hajawahi kuweka wazi kwa undani wapi alikosoma na kiwango chake cha elimu, amefikia kiwango gani hasa cha elimu. Lakini katika moja kati ya mahojiano yake aliwahi kudokeza kuwa sio kila aliyefanikiwa lazima awe na makaratasi mengi. Wengine tunajifunza kwa maisha yenyewe. Kauli yake hiyo iliwafanya wengi kumuona kama mfano wa mtu aliyefunza kwa vitendo zaidi kuliko nadharia. Safari yake ya kazi kutoka kivulini hadi kwenye mwanga. Safari ya Juma Lokole kwenye vyombo vya habari haikuwa rahisi. Kabla ya kufika alipo leo, aliwahi kufanya kazi katika vituo vya redio vya kawaida ikiwemo Crown FM, ambako alijengea uzoefu na utangazaji na uandishi wa habari za burudani. Hatua kubwa ilikuja alipojiunga na Wasafi FM na Wasafi TV, ambapo alipewa nafasi ya kuchambua habari za burudani, maisha ya wasanii na masuala ya mahusiano. Ndipo jina lake lilipoanza kusikika zaidi mitandaoni. Kupitia vipindi vyake, Juma Lokole amejitambulisha kuwa mwanamitindo wa aina yake kwa kusema ukweli na mtazamo wake, kutofautisha hisia zake na kutokujali lawama za umaarufu, mitandao na umbea. Juma Lokole alipoanza kupata umaarufu, ndivyo pia alipoanza kuibua mjadala mkubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini watu wakaanza kumuita mbea wa kimataifa. Kauli zake nyingi zilikuwa zikigawa jamii katika makundi mawili, waliomkubali na waliompinga. Katika moja ya mahojiano yake yaliyotikisa mitandao alisema, watu wengi wanaingia kwenye mahusiano ili kujua wao ni nani. Ndio maana mahusiano mengi yanavunjika. Kauli yake ilitafsiriwa na wengi kama kushambulia maisha ya wasanii wakubwa. Pia alipozungumzia mahusiano ya mastaa hakusita kusema, hawa wasanii tunawaona wakitabasamu jukwani, nyuma ya pazia wanapitia mambo mengi magumu sana, alisema Lokole. Maneno haya yalizua gumzo kubwa, hasa alipozungumzia mahusiano ya Diamond Platnumz, Zuchu, Tanasha Donna na wasanii wengine, maisha binafsi na ndoa. Nyuma ya kamera, Juma Lokole ni binadamu kama binadamu wengine, na binadamu wa kawaida sana. Alipitia changamoto za maisha ya ndoa. Aliyekuwa kwenye ndoa kwa takriban miaka 9, ambapo alibarikiwa kupata mtoto mmoja. Ndoa hiyo baadaye ilivunjika, jambo ambalo liliwahi kuzungumziwa sana mitandaoni. Katika moja kati ya kauli zake kuhusu ndoa alisema, ndoa sio hadithi ya Instagram, ni uvumilivu, maumivu na kujifunza kila siku, alisema Lokole. Kauli hiyo iliwagusa watu wengi sana, waliopitia na wanaopitia changamoto za ndoa, mtazamo na urithi wake. Leo hii Juma Lokole anatambulika kama mchambuzi wa maisha ya burudani, mwanamitandao mwenye ushawishi mkubwa sana ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni mtu asiogopa kusema kila anachokiamini. Wapo wanaomuona kama mtu mwenye maneno makali, wapo pia wanaomuona kama sauti ya kweli iliyopambwa. Hadithi ya Juma Lokole ni simulizi ya kijana aliamini sauti yake
akaamua kuitumia bila oga. Ni hadithi ya mtu aliyejifunza kupitia maisha, akaingia kwenye dunia ya umaarufu bila kujichija, na pia akabaki kuwa yeye mwenyewe, mwenye makosa, mafanikio na maono yanayomwamsha katika mijadala mikubwa. Kwa ufupi sana, Juma Lokole sio tu mwana mitandao, bali ni kioo cha jamii kinachoonyesha ukweli mchungu na mzuri kwa maisha ya kisasa. Mimi ni Alexander Scott Rizzi, msimulizi wako. Hii ni Usiku TV. Subscribe hapo chini.